yanaendelea. Nchi imesimama tangu Ijumaa usiku mpaka hii leo. Matamko juu ya matamko yanaendelea. Kwanza kabla tujaenda kutazama kanuni, kuna haja ya busara kutumika katika jambo hili ili kuzima huu moto ambao unaendelea katika soka letu. Kwa nini tutumie busara? Wakati kwenye kanuni za ligi kuu Tanzania bara hamna sehemu ambayo imeandikwa busara. Tuna kanuni ambazo zinaongoza mchezo wetu, kanuni ambazo tulizitunga sisi wenyewe kwa maoni ya mashabiki, maoni ya wadau pamoja na maoni ya klabu ambazo zinashiriki ligi kuu Tanzania bara. Na kwa mujibu wa hizo kanuni kuna adhabu ya watu ambao hawatozifuata hizo kanuni, na kuna sheria inayoongoza kila hatua ya mchezo, kuanzia mchezo unapotangazwa mpaka siku ya mchezo, mpaka mchezo utakapotamatika. Kilichotokea kipo ndani ya kanuni zetu. Kilichotokea ni kitu ambacho tunaweza kukiamua kikanuni, lakini kinachotokea sasa ni kwamba tunataka tutumie hiyo busara kuamua mchezo. Kwangu mimi binafsi, kwa mtazamo wangu, siamini kwamba huu mchezo unatakiwa kuchezwa tena. Kwa mtazamo wako, bodi ya ligi hawapaswi kuupangia tarehe nyingine huu mchezo. Bodi ya ligi wanapaswa kuketi chini, kumtafuta aliyesababisha huu mchezo kutochezwa, huyo mtu aadhibiwe. Either kama ni wao waadhibiwe, kama ni Simba aadhibiwe, kama ni Young Africans aadhibiwe kwenye grounds zifuatazo. Simba Sports Club wa Stara, yeye kwa sababu zake binafsi anaamini walipaswa kufanya mazoezi, hawakufanya mazoezi, hivyo hiyo kwao ni sababu tosha ya wao kutocheza mchezo wa tarehe 8. Bodi ya ligi walichopaswa kufanya, kwa sababu Simba anaamini ana haki, Simba anaamini kwamba yeye anapaswa kutumia ule uwanja na hakupewa hiyo haki yake kikanuni, basi bodi ya ligi walichotakiwa kufanya ni kuacha ule mchezo ufike mpaka mwisho, then baada ya pale turudi kumtafuta aliyesababisha ule mchezo kutochezwa. Simba wataleta ushahidi wao, bodi ya ligi watakaa pale katikati. Yanga ambaye ndio mtuhumiwa namba 1 wa kusababisha Simba kutocheza ule mchezo, naye pia ataleta ushahidi wake. Yanga anakuja mtuhumiwa namba 1. Waliowazuia Simba kufanya mazoezi, ukimtoa meneja, ni nani wengine? Ni kweli tunakubaliana kwa maana mamlaka zimeshindwa kuadhibiti makomando wa Yanga, kwa maana vyombo vya usalama inasemekana vilikuwepo na wasimamizi wa mchezo, na hata wa mchezo wenyewe una mkuu wa usalama wa mchezo husika. Walishindwa kukimiliki ama kukidhibiti kikundi cha watu wachache ambao wanasababisha kadhia. Na hisi jibu ulipo wazi. Mchezo haujafanyika, Simba jingia uwanjani kwa sababu waliowazuia, ukimtoa meneja, ukiwatoa baadhi ya officials, ni hao tunawaita makomando. Kwa hiyo obviously wameingia kwenye hii question. Makomando ambao wako associated na klabu ya Young Africans. Mtu anaweza akataka kujipa upofu kwamba wale mna uhakika gani ni Yanga. Tukibaki kwenye uhalisia, hata ujipe upofu namna gani, wataendelea kusimama pale kama watu ambao walikuwepo uwanjani kutetea maslahi ya klabu ya Yanga. Hivyo Yanga kama mtuhumiwa namba 1, naye pia ilipaswa kuleta ushahidi wake mezani kwamba yeye hahusiki na wale makomando. Yanga alipaswa kusema kwamba hao watu waliokuwepo pale mimi sihusiki nao. Hivyo bodi ya ligi baada ya kupata ushahidi wa pande zote mbili, baada ya kupata ushahidi wa Simba, baada ya kupata ushahidi wa Yanga, wao walipaswa kuja na jibu moja kwamba aliyefanya mchezo usifanyike ni timu fulani, hivyo timu hiyo itaadhibiwa. Simba kwa muda huu hajafika uwanjani. Yanga kama atatukia adhabu itatoka kwake, itatoka adhabu ambayo itakuja kuhusishwa na yeye kutoandaa mazingira mazuri ya mechi kufanyika. Nitakupa mifano. Leo tunazungumza mechi baina ya Usma dhidi ya RS Berkane. Usma ameenda mpaka CAS, wameshindwa kesi CAS. Usma ameshindwa kesi kwa sababu serikali ya Algeria ilifanya mchezo wa nusu finali ya CAF Confederations Cup baina ya Usma dhidi ya RS Berkane kutofanyika. Usma kaadhibiwa, kapigwa fine, kapigwa alama 3 na ushindi akapewa RS Berkane. Leo tunazungumza mechi baina ya Libya dhidi ya Nigeria. Libya walishindwa kuandaa logistics sahihi za Nigeria kuingia nchini Libya kucheza mchezo. Nigeria wakaishia airport, wakarudi kwao, Nigeria akapewa alama 3 na ushindi. Kilichotokea kwenye mchezo huu wa juzi, Simba kwa sababu anaamini ana haki, Yanga yeye anaamini hakuwazuia Simba, bodi ya ligi walipaswa kuacha ule mchezo ufike mpaka mwisho. Ifike saa 1:15, mnyama hajaleta timu, muamuzi amalize ule mchezo. Baada ya hapo kamati ya saa 72 ikae chini, ije na verdict moja kwamba
Simba kuja uwanjani, ana haki ya kutokuja uwanjani. Yanga kuandaa logistics sahihi za Simba kufika uwanjani, Yanga akatoa alama na alama 15 alipo na fine. Simba hajafika uwanjani, hana haki ya kutofika uwanjani, hivyo aliyefika uwanjani ni Yanga, na Yanga atapewa hizo alama 3 na goli 3. Simba atakata alama 15 na ataadhimisha hiyo fine. Bodi ya ligi kugairisha mchezo, hawakuwa na grounds zozote ambazo zina mashiko, na ndio maana nimeisoma taarifa ya bodi ya ligi mara kadhaa, hamna sehemu waliotoa sababu sahihi ya kwa nini mchezo umegairishwa, bali wamekuja na conclusion kwamba wataupangia mchezo tarehe nyingine. Swali litakalokuja hapa, Simba amegoma kwenda uwanjani. Kwa sababu hizo unaungana na Yanga kwa maana Almas Kasongo na Steven Mguto hawatoshi kusimamia bodi ya ligi. Siungani na Engu kwamba hawatoshi kwa sababu bodi ya ligi ni chombo kikubwa chenye chain ya watu, kura haitoki kwa mtu mmoja, ni watu kadhaa wanakaa mezani wanaamua jambo lao kwa umoja. Bodi nzima ya ligi kwenye hili imekosea, wana mengi mazuri wameyafanya, kwenye hili imekosea, na kuthibitisha hichi Wastara nitakupa tu hoja nyingine moja. Leo bodi ya ligi wamesema kwamba Simba kwa sababu amepeleka malalamiko, wameugairisha ule mchezo ili waupangie tarehe nyingine, wafanye ushahidi wao, watafute ushahidi wao. Swali litakalokuja, what if tarehe 1 mwezi wa 4 wamepanga, let's say Simba na Yanga watacheza tena tarehe 1 mwezi wa 4, Yanga akagoma kuja uwanjani, watagairisha mchezo na kuupangia tarehe nyingine, ama watarudi kwenye kanuni zao zinavyotaka? So hata kwenye hili situation iliyotokea sasa hivi, bodi ya ligi walichopaswa kufanya ni kubaki tu kwenye misingi ya kanuni zao ambazo walizitunga wao wenyewe, kwamba hajaja uwanjani. Je, sababu zinatosha? Simba hajafiwa, Simba hawajapata ajali, Simba hana wachezaji zaidi ya 10 ambao wameumia kwenye timu yake, ana kikosi kamili. Bodi ya ligi walipaswa kama mezani kumsubiri huyu mtu, hajaja uwanjani, wanamsubiri hoja zake, kwa nini hajaja. Baada ya hapo hajaja kwa sababu 1 2 3, inatoka verdict kwamba Simba una haki, Yanga alikunyima, Yanga nakatoa alama. Yanga una haki, Simba hajaja uwanjani, Yanga pewa alama zake. Majani, miongoni mwa vitu ambavyo vinaendelea hivi sasa mitandaoni, kwenye vijiwe na maeneo mbalimbali ambayo yanajadiliwa kuhusiana na kuharibika kwa dabi ya Kariakoo, mashabiki wa Simba, watu wa Simba ukiwasikia hivi sasa wanaona kwa maana wao wana mandate ama upande wao ndio umewin kutokana na kile ambacho kinaendelea. Na hiki kinakujaje? Wana refer mambo ambayo yametokea kwa upande wa Yanga na kwa yashinda. Tuanze kwa Bernard Morrison, wakati Yanga wasema ana mkataba, baadaye wakaenda wakafahamu kwamba kwa maana Simba wakapata nafasi, mkataba wa Yanga ulionekana batili. Faisal Salum tuliona kigomea Yanga, baadaye Yanga wakakubali kumwachia, lakini pia 2021 Yanga ilivyoondoka baadaye karudi kucheza mkataba ile ilivyo, lakini juzi tu issue ya Kagoma kwenye dirisha kuu la usajili lililopita. Kwenye hiki unaona Yanga wakikaza kamba kwa maana kuaminisha mashabiki wao kwa maana wao wanaweza. Nahisi namna pekee Yanga wanaweza kacheza huu mchezo ni kama watu watangoka pale kwenye bodi ya ligi. Yani kama bodi ya ligi tutangoka, Yanga nafasi ya kucheza ipo. Ninavyoamini mimi. Watu kwa sababu waliosababisha huu mchezo usichezwe binafsi sio Simba wala sio Yanga. Ni nani? Ni bodi ya ligi. Kwa sababu kikanuni, tena sio tu kikanuni, ndio Simba na Yanga mara kadhaa wamekuwa wana leverage kupitia hizi kanuni ambazo zimeundwa na bodi ya ligi. Nikujuze tu, whenever issue inahusiana na Simba au na Yanga, kuna baadhi ya vitu huwa wanapewa ile super attention kuliko watu wengine. Hata kwa mujibu wa kanuni, pre-match meeting mara kadhaa huwa ni siku ya mechi, lakini asubuhi. Lakini kutokana na sensitivity ya mechi za dabi hufanyika kabla, siku moja kabla ya husika. Na tabia ya kucheza siku moja, kufanya mazoezi siku moja kwenye uwanja siku moja kabla ya mechi ni kanuni. Na ni kanuni, uzuri leo nimekuja na kanuni kabisa. Hapa watu wanatakiwa waenjoy vitu hivi unavyopata, unapata leo. Ni kanuni namba 17 kipengele cha 45 kwamba walau mara moja siku moja kabla ya mchezo. Na ikitokea muhusika mwenye uwanja ametengeneza shida yoyote inayoweza kupelekea timu husika isipate wasaa wa kucheza, wa kufanya mazoezi katika uwanja siku moja kabla ya mechi, basi adhabu yake ni kuanzia $1,000,000 mpaka $2,000,000. Hiyo ni kanuni ya bodi ya ligi inayosimamia mashindano ambayo yako chini yao. Na kama ni tukio ama ni kosa la kujirudia, basi ni $5,000,000 mpaka $10,000,000 faini. Ila inaishia hapo, haiendelei kukuambia kwamba mechi isichezwe. Kwa hiyo kama ingethibitika watu wa Yanga wamehusika kusababisha Simba usifanye mazoezi siku ya tarehe 7, maana yake ilitakiwa hii adhabu
iwakute Yanga moja kwa moja. Haikutakiwa ule mchezo usichezwe. Kikao cha dharura kilichopelekea tangazo ndio la bodi ya ligi kuhairisha ule mchezo imeenda kunulify au imeenda kuua tangazo la Simba kukimbia mechi. Kwa sababu angeliacha tangazo la Simba libaki kama lilivyo, alafu siku ya mchezo asifike, sio? Wakati bodi ya ligi imekaa kimya ikisema mechi ipo, maana yake Simba either wangeenda kwa kuona kwa bodi ya ligi na TFF wamesimama firm kwenye kanuni, ama wasingeenda, basi ile adhabu ya kukatwa pointi 15 na faini huku huyu apewe alama za mezani ingewekwa. Lakini baada ya bodi ya ligi kutoa, kwa sababu hawa ndio wenye mashindano yao, kutoa tamko lao kesho yake siku ya mechi kwamba hili swala tumeamua tuahirishe, tutapanga tarehe ijayo. Maana yake Simba hawajakimbia mechi, ila wamebebwa na nani? Na bodi ya ligi. Sasa haikuwa na ulazima. Unaelewa? Ndio maana unakuta walisubiri haya mambo yote yaende. Yanga wamekaa kama uongozi wakasubiri wajue msimamo unasimama upande gani, wakaamua kufa na nani? Na bodi ya ligi. Na kuna vitu vinaangaliwa kwenye unaweza kusema ukiachana bodi ya ligi ama sheria ama hizi tunaziita kanuni na utaratibu wa bodi ya ligi ya mashindano. Lakini kwenye kanuni namba 12 na pamoja na namba 83, kanuni za bodi ya ligi zinaweza zikarifaa kanuni zina mashindano ya kafu kutoa utatuzi wa nini? Wa kimaamuzi ya changamoto. Kwenye sheria za CAF interrupted matches, sio? Ndio. Inasema kama ikitokea aggression, yani zile vurugu zinazopeleka issue za usalama, sio? Mechi inaweza ikahairishwa. Lakini ukitazama usalama upi ambao unaweza ukakutengenezea wewe ambao wewe umeuona ukatengenezea kuwafanya madhara ya kwa upande wa Simba. Lakini kuna siri nyingine. Kwa taarifa, dabi huwa siku moja kabla ya mechi Simba na Yanga hawaendagi uwanjani kufanya mazoezi. Hizo ni kanuni ambazo wamejiwekea wenyewe ambazo kwenye bodi ya ligi hazikuainishwa. Huo ni utaratibu wao. Simba na Yanga. Umeelewa? Huwa hawaendi, sio? Kwa maana yake kama ingekuwa na kwa sababu sio hiari na haibatilishi mechi, imekuwa ni kitu cha kawaida. Kilichowashtua kwa mujibu wa watu wa Yanga, kilichowashtua Simba hawakupeleka taarifa sehemu yoyote kama wanafika pale. Ila wameenda kutekeleza haki yao ya kikanuni. Tofauti na utaratibu waliojiwekea hawa Simba na Yanga muda mrefu. Sio? Friction lazima kwenye hali ya kawaida lazima itokee. Lakini walioshindwa kuitatua hii friction kwenye hali ambayo ingesababisha waendelee mchezo kuchezwa kwa mujibu wa kanuni ni bodi ya ligi. Ndio maana nikasema binafsi sehemu pekee ninayoiona Yanga wanaweza wakarudia kucheza dhidi ya Simba kwenye ligi kuu, ukiachana na busara ambao ni vitu ambavyo huwa tunaviona, ndio ni wale waliokupa kwenye bodi ya ligi kujengua, hamna kingine. Sawa, na amezungumza hapo Omari Majani, mchambuzi, kuhusiana na sheria ambazo wamejiwekea Simba na Yanga, kwa maana hawaendagi kacheza katika uwanja Benjamin Mkapa kwa maana kufanya mazoezi, ndio kanuni ambazo wamejiwekea. Mzee Mwenda, kwa hiki ambacho kilichozungumzwa na mchambuzi, lakini pia huko mitandaoni wapi unasikia kwa maana Simba walijipanga mapema kukataa huu mchezo na kwenda uwanjani, pengine hiki ndio kilikuwa ni chanzo ama kigezo cha nyinyi kujengua katika mechi hii. Hapana, narudia tena, kuna habari ya kusikia kuambiwa. Hakuna kitu kama hicho. Sheria hiyo ya kutofanya wao wangewaacha wafanye siku ile mazoezi. Lakini si mnakubaliana msifanye wote? Makubaliano haya walikubaliana wapi? Naomba barua. Sasa hivi jamani, mimi ni mtu na miaka 54. Ndio. Ni watoto wadogo. Ndio. Msipende kufuata mambo kama yale ya kina vibabu ya kizamani. Mnapokubaliana antieni mkataba, mpangaji tu chumba kimoja, zamani ulikuwa unaambiwa nenda. Sasa hivi kuna mikataba. Na okay. Kwa nini maweka maandishi mezani? Wana sheria wasaini wa Yanga na sema sisi habari za kukubaliana hazi. Unajua Mzee Mwenda, kwenye kuna kitu kimoja amegusia hata Omari. Simba na Yanga ni special case kwenye hili taifa. Hii ni package ya utofauti. Tunarudi katika kauli ya Patrick Simon kwa maana TFF na bodi ya ligi hawana nguvu juu ya Simba na Yanga. Na kilichopelekea ni kwamba kwenye kipindi cha hivi karibuni Benjamin Mkapa ni uwanja ambao hautumiki. Si Simba wala si Yanga ambao wanatumia Benjamin Mkapa. Wote wanatumia uwanja KMC Complex. Ili kutengeneza mazingira ya fairness,
uliweka huo utaratibu kwamba asionekane mtu anafaidika na hiyo kanuni ya kwamba siku moja kabla ya mchezo ukatrain, wakati mpinzani wako ambaye ndiye atakuwa mwenyeji wa mchezo hajatrain hapo, hajaugusa huo uwanja kwa muda mrefu. Kwa hiyo ili kuondoa hiyo confusion, wakasema okay, hii game ina tension kubwa, special package, asiende mtu kutrain. Na ndio maana kwa kutambua hiki, Simba hawakutoa taarifa wala kwenye pale obviously kwenye mkutano mkuu, I mean kwenye kabla ya mechi, mkutano kabla ya mechi, Simba kutoa taarifa, lakini bado haiondoi kwamba alikuwa na